Leo tena kwenye episode ya 3 ya Ignite My Spark. Mwenyeji wenu Faitha, niko na mgeni wetu Lois. Nitamkaribisha Lois ajitambulishe mwenyewe. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Lois Charles Mnenei. Ni process engineer Umetala General Process Engineer. Faitha ni classmate wangu and tumekuwa marafiki pia. Out of classmate tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Nafurahi kuwa kwenye episode ya Ignite My Spark. So kuna vitu vingi sana vya kuongelea as friends, tutaongelea baadaye. Let's focus kwenye safari yako ya career. Labda utupe summary ya your career from tumemaliza chuo mpaka leo. Will be perfect. Okay. Kwanza tumemaliza chuo sasa hivi ni miaka 5. Okay. Tumepiga wingi. Yeah. Kwa I'll say kwenye career yangu ya mineral processing sasa hivi na miaka 5 kwanza nimemaliza chuo. Nashukuru Mungu kwamba nimepita sehemu mbalimbali ambazo kila sehemu imenifundisha kitu tofauti. Nilipomaliza tu chuo nilianza na small scale, nikakaa mwaka mzima, nikaenda kwenye large scale mojawapo kubwa kwa hapa Tanzania. Nikafanya nao mwaka mzima na sasa hivi nafanya kazi na OEM ambao wana provide vifaa vya migodini. Kwa sasa hivi mimi ni process engineer, nafanya kazi na OEM ambao na support bado migodi. So basically umefanya kwenye dimensions 3 kubwa za mineral processing. Tofauti umeionaje between migodi midogo, migodi mikubwa pamoja na supplier? Kama kwa upande wa metallurgist, tofauti yake ikoje? I would say tofauti ni kubwa. Kuna kujifunza sana. Okay. Kwa ajili I would say nilipoenda small scale nilikuwa sina experience ya small scale. Nikiwa chuo kwenye zile practical training zote nilienda large scale. Kwa hiyo I feel like small scale ilikuwa kwa mimi I would say a leap of faith. Nimemaliza chuo, you applying job and small scale ilikuja and I was like sitaka nyumbani, yani bora niende small scale nione what's going on. Kwa hiyo I would say nilimaliza chuo mwezi ngapi? Nienda small scale mwezi wa 11. Kwa hiyo hata nilikuwa sijakaa sana nyumbani. Kwa hiyo say nilikuwa sijawahi kwenda small scale, ila kuna ile tu najipa bana kama nimeweza kusurvive large scale nitaweza kusurvive small scale. I would say the operation haikuwa ngumu, labda kwa ajili nimesoma ilikuwa ni rahisi to pick up. Kulikuwa kuna mtu ambaye nilifanya naye kwa wiki akaniachia, nikawa nafanya, ila the working environment ya small scale kidogo ni tofauti na large scale. Sisi mazijaa set, wewe ndo una set na unafanya na watu wenye tabia tofauti na they are not as professional as uvoaza. Kama kimaliza chuo nitaenda kufanya kazi in a professional setting. Kwa hiyo say it's a lot of setting na wewe kusema kutaka kujulikana kama nini. Na bahati nzuri au mbaya nilifanya small scale upande huu, and then for it's kwa mimi I would say sijui Kiswahili nitumejela, it was kind of a culture shock. Oh, definitely. Yeah, it was a little bit of culture shock. Vitu vingi vilikuwa ni vitu ambavyo sijazoea kwa nilivyokuzwa, ila niliweza kuadjust na nikakaa mwaka mzima huko naendelea kutafuta kazi, na I would say ni experience ambayo sitasema kwamba nikirudisha muda nyuma kwamba nitasema sitaitaka. Ilikuwa ni experience nzuri na naona ilinifungua macho kuona kuna opportunities nyingi za kufanya kama small scale. Kwa hiyo after that nikaenda kwenye setting which was more professional because it's a large scale, but there's a lot of things ambavyo nilijifunza kwenye small scale ambavyo vilinisaidia kwenda kwenye large scale na kumigrate pia kwenda kwa OEM. So mara nyingi tukimaliza chuo sisi, pamoja na bahati nzuri au mbaya, hizi generations zinazofuata graduates ambao wanamaliza chuo, especially upande wa mining na mineral processing, wengi huwa tunamaliza na nadharia ya kwamba mgodi mkubwa ndio kazi, na wengi tunaogopa kwenda mgodi mdogo. Tunaomba insight kidogo, kwa nini tunaogopa kwenda migodi midogo, na zile changamoto ambazo huwa tunazichukulia tukiwa chuo ni kweli zinapatikana kwenye wachimbaji wadogo, au ni kitu ambacho tu kwa sababu tunakosa perspective ya upande huu ndio maana tunakuwa waoga? Okay, I would say I count myself in. Na mimi nilipomaliza chuo like jamani large scale ndio kwa kwenda. I feel like changamoto ya kwanza ni kwamba tunaamini kwamba large scale, tunaongea tu kweli jamani, kwenye malipo, yani unajua kumaliza chuo una shida, yani ile ndo naanza kushika hela. Kwa hiyo naamini large scale ni sehemu yenyewe ambayo inaweza kukulipa, na nice pia naamini kwamba tunavozidi kwenda na chuo kitawapa wanafunzi exposure tofauti. Kwa jinsi ulivyokuwa chuo, yani
tulikuwa sasa tunaona kupangiwa large scale umewin, yani kuna kulipwa and everything. I would say kwa hiyo kuna perspective I would say tunazoziona nje, kuna ambazo ni za kweli na kuna ambazo sio za kweli. Cha kwanza tuongee, cha kwanza watu wengi tukimaliza chuo tunataka kwenda migodi mikubwa ni kwa ajili ya malipo. Ila naweza kusema small scale sio kwamba saa nyingine malipo unaweza kuwa unapata kama unavyopata large scale, ila small scale hamna. Mara nyingi kwa mimi small scale nilikuwa nafanya. Najua kuna sasa hivi kwa Tanzania tunashukuru kuna elimu na kila kitu, small scale zimekuwa more structured. Mimi nimefanya small scale 2021 2022 na small scale nilofanya ilikuwa sio structured. Kwa hiyo I would say hela yako yani hauna insurance kila mwisho wa mwezi utapata hela. Kwa hiyo hela inaweza ije katikati ya mwezi, ije mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo kuna jinsi ambayo, na kama unaishi sehemu ambayo, kwa mimi ilikuwa ni sehemu mpya, nilikuwa sina ndugu, kwa hiyo nilipanga. Kwa hiyo kuna jinsi inabidi tu ujibalance out. Na small scale I would say kwa mimi ni kwenye small scale na usema kuna VIP kuna hizi CIP ambao nasema mimi nilikuwa nafanya VAT small scale ambayo nilikuwa natumia VAT process. I would say kwa structure VAT ivokaa sio kazi ambayo itakuweka masaa 12 au masaa 9. Kwa hiyo unavokaa unafanya kazi kwa uaminifu, unaweza kuta unafanya kazi 3 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo maana yake kwamba utapata mishahara kwa watu 3 tofauti. Kwa I would say kwenye small scale pia kuna hiyo, na pia kwa kama mdada it's a little bit tricky, ila kazi inaonekana. Yani mwishoni kuna challenge za hapa na pale ambazo wadada tunapata compare to nini. Yani mtu anaweza kuona wewe ni mdada, utafanyaje? Maana most kule watu ambao wako chini yako watakuwa ni wakaka. Na kwa ajili ya the culture shock they will try something funny, labda mtu wewe kama kwa mimi alikuwa ana experience na mtu ambaye hajasoma akawa anataka metallurgy ambaye amesoma ndio awe nini wake. Kwa hiyo kuna jinsi ambayo pia wewe kama yani inabidi ukienda pale hata kama ndo kazi yako wa kwanza, kuna jinsi tu iwe kwa kuna somehow of kuso kuonyesha unajua, ila kwa kuna some kind of authority kwamba ili ukiweza kwa 2 months wachanganye dawa kiasi fulani wa make sure wachanganye, maana wakiharibu wanakuwa wameharibu kazi yako. Kwa hiyo small scale kuna hiyo mazingira ya kazi sio mabaya na sio mazuri, ni wewe unavyochukulia, ila ni wewe tu ku make sure kwamba vitu imani zako zotokanazo chuo, mambo ya safety they are not very, yani hawako vizuri sana kwenye safety, ila wewe kama ukiweza kuongea na mwajiri wako unaweza kusaidia usalama wako na usalama wa watu unaofanya nao kazi. I would say So sasa hivi unafanyia kazi OEM ama tuseme mostly unafanya upande wa supply wa vifaa? Unafanya kazi na hizi CIP au migodi midogo, na if yes, ni vitu gani ambavyo unaona vimeanza kubadilika na tunaelekea uelekeo gani? Tunaelekea kwenye ubora au tunaelekea tulipotoka? I would say kwa sasa hivi sifanyi kazi sana na migodi midogo. Ni migodi midogo michache ambayo ina vifaa vyetu. Nahisi ni mmoja, ila sifanyi kazi na migodi midogo, ila kwa bado kwenda maana kitu tunachofanya sio kwamba ni tunasema technical sales, how to keep it yani ndio nauza kitu, ila bado lazima uuze in the perspective ya wewe unajua the process. Kwa hiyo bado unakuta mgodi mkubwa, I would not say midogo ya kama VAT hamna vitu ambavyo tunaweza kwa supply, ila kwenye site ya CIP kuna vitu ambavyo unaweza kwa supply. Kwa hiyo unaweza uende labda kwa na shida, saa nyingine sio lazima ununue kwako, ila you can help them to solve shida zao. Na so far kwa migodi ambayo nimepitia improvement ni kubwa, yani improvement ni kubwa sana. Sasa hivi naona wameona hata ule umuhimu wa kuhaya watu wenye technical kama metallurgy au process. Kwa unakutana na metallurgy, unakutana na process, unakutana na changamoto zako, unaweza kuwasaidia kusolve. Hata kama ukiwa court ikawa ni hela iko nje ya bajeti yao, ila unakuwa na wewe umeshiriki kwenye kusaidia. Sawa. So baada ya kuona mabadiliko ambayo yanafanyika especially kwenye upande wa hao watu wa migodini kuanza kuajiri watu ambao wana elimu na utaalamu kwenye hayo maswala, kwa mfano wachenjuaji pamoja na mining engineers, unadhani ni nadharia gani ilikuwa haiko sawa miaka 2020 kushuka chini kiasi kwamba kama ulivyosema kwamba unaweza kaenda site ukakuta hamna watu waliosomea iko kitu peke yake? Unadhani ni nini walikuwa wanaogopa kipindi hicho ambacho sasa hivi kimebadilika kinafanya waweze kuajiri watu ambao wana utaalamu wa hivyo vitu? I would say maybe nadharia ya kwanza ni kwamba labda
watu wanasoma tu makaratasi, yani they don't know what they are practicing. Yani ni mtu tu anakuja na makaratasi. Na kitu kingine I would say labda walikuwa naogopa labda watataka hela kubwa, yani watu waliosoma watataka hela kubwa. Kwa hiyo hata kama napata kidogo kwa mtu ambaye hajasoma ni sawa, ila sasa wanaona tofauti kwa mtu aliajiri mtu alosoma. Anaona ni kuna tofauti kubwa, ni mtu labda anamfanyia process mtu alosoma na hajasoma. Akiangalia cost yake kubwa, anaona hata ile cost ambayo atamlipa mtu alosoma bado yani faida anayopata ni kubwa sana kuliko atumie mtu ambaye hajasoma. Kwa hiyo watu wengi wanaona hivyo. Maana yake mtu ulosoma kuna jinsi tu unafanya maisha hata bosi wako yawe marahisi. Kuna system ambazo utakikuta hazipo, utajaribu kuziset, sijui kutrack chemical. Maana unakuta kama sehemu unaenda yani unakuta chemicals zimeletwa, ila bosi anakuja kukushangaa chemicals zimeisha, hajui zimeisha. Ila kama una mtu ambaye amesoma, hicho kitu kiwezi kutokea. Lazima ata track kimeletwa nini, kimetumika nini, tunahitaji nini. Kwa hiyo inafanya hata maisha ya bosi kuplan inakuwa ni marahisi. Na hata effective cost inakuwa iko effective cost inakuwa tofauti. Hata jinsi ya kwa small scale jinsi hata kuchanganya dawa. Yani kwa hiyo unasoma unajua kwani uchanganye ppm 1000, yani hazitumiki, zinatumika labda ni 100 au nini. Kwa kuna jinsi hata na wewe cost ya nini ya madawa utampunguzia compare akifanya na mtu ambaye hajasoma, ambaye anaamini tu ppm ikiwa nyingi udongo hata unasoma 0.5 utachenjulia. Sawa, umeongelea changamoto sana sana kwa wahandisi wa dada kwenye upande wa wachimbaji wadogo. Unaweza ukatupa insight kidogo wachimbaji kwa migodi mikubwa, changamoto ambazo wadada wanakutana nazo, pamoja na kwa upande wa supplier. What changamoto gani ambazo wadada tunakutana nazo? Okay, I would say waajiri wengi kama kazi ambazo ni physical wanaanza utaweza kweli. Ila I would say wadada we brilliant. Yani tunajua tunachokifanya na tunakifanya kwa moyo wetu wote. Kwa yani I would say changamoto kubwa kwa large scale, I would say kuna most large scale sasa hivi kuna principle ambao wanajaribu ku maintain like women empowerment in mind. Kwa hiyo unakuta kidogo kuna 50-50. Ila kwa kweli changamoto kubwa I would say wengi wana ile belief kwamba ikiwa ni kazi ambayo ya kutumia nguvu mdada hawezi. Ila mimi kama mimi unavyoniona naingia kwenye mill, nafungua pump, nashika spana. Yani kwa hiyo I would say ni changamoto ambazo tunashukuru Mungu wadada ambao wapo kwenye industry wanajaribu yani kwa watu wanavyoona wanafanya kazi kidogo zinapungua, wanaamini kwamba wadada wanaweza kufanya kazi wanazozifanya. Kwa hiyo I would say changamoto kubwa ambayo mimi I would say kubwa ambayo yani ni nini, wengi walikuwa wanaona kwamba akiona mdada kama OEM ambao anafanya sasa hivi ndio mimi ni process engineer, ila it's more of kufanya kwa OEM lazima ujue kitu unachouza. Kwa hiyo lazima utasoma the mechanical part of it, the electrical part of it. Kwa hiyo kwenye kupump kuna kushika spana. Ila unakuta labda alikuwa anaogopa kwamba huyu ni process, ataweza kushika na ni mdada ataweza kushika pump. Ila kama mimi mwajiri wangu sasa hivi hawezi kusema hawezi kumemploy mdada. Maana anaona mimi na play part yangu nashika spana, nafungua pump, ikiwa kwenye mill liners naingia kwenye mill na pima. Kwa hiyo I would say kidogo yani changamoto ambazo zilikuwepo kwamba kusema wadada hawataweza kwa ajili ya nguvu kidogo sasa hivi zinapungua. So kuna namna ukiangalia migodi, nadhani ni scale zote bado wadada ni wachache sana kwenye nafasi za uongozi. Unadhani hii ni kwa sababu wadada kuingia kwenye hizi kazi imeanza kutokea juzi ama unadhani kuna changamoto nyingine ambayo inaweza ikawa inasababisha? Okay, so far I would say ni wadada. Ukiangalia watu wengi ambao wapo kwenye zile senior position ni wamekaa mgodini muda mrefu, the year of experience wakutana na 20 wana 25 plus. I would say kwa jinsi tumechelewa kuingia kwenye industry bado we are still looking for hizo years. Naamini zikifika na sisi tutapata opportunity. Maana so far I would say migodi mingi ambayo nimepita na nimeona wadada ndio hawapo kwenye senior position, ila wapo kwenye position ambazo zinakaribia senior, they real outperform themselves. Kwa naamini ikifika nitasema the tofauti ni kwa ajili ya experience. Kwa naamini tukifikisha na sisi experience ikija tukawa competitive kwenye hizo position tutapata position nyingi kama wadada. Okay, unadhani ni nini ambacho kinapaswa kiongezwe kwenye tasnia ya sana sana uchenjuaji in terms of ku-attract vijana kwa hizi kazi? Kwa sababu kuna kipindi hapa kati ilikuwa ni yani vijana tuna ile hari ya kwenda kufanya kazi migodini au kufanya kazi kwenye hii tasnia yetu, lakini sasa hivi unaweza ukasikia conversation chache ya watu ambao wanataka akimaliza maybe afanye kitu kingine kabisa kuachana na uchenjuaji.
unadhani ni nini kinapaswa kiongezwe au nini kinapaswa kiangaliwe ili kuendelea kuattract vijana kuendelea kuingia kwenye workforce ya Okay, I would say the big thing most of us is exposure. Okay. I feel like watu ambao kama mimi muda nasoma sikujua kama unaweza kufanya kazi kwa OEM kama process engineer. Yeah. I knew just mechanical, electrical, but I feel like the exposure, I feel like watu ambao tunafanya kazi tofauti na kitu tunachoamini tukiwa chuo, kwamba chuo ukiamini unaambia kimaliza nataka niende large scale, that is your win. Ila I feel like watu ambao sasa hivi tunafanya tasnia ndio tuko bado in metallurgy, ila tuko tofauti na what we expected ikiwa chuo. I feel like we need to speak out and to tell people this is possible, kwamba ukimaliza kama a process engineer, a mining engineer, so lazima tu uende large scale. Kuna hawa OEM ambao wana supply vitu, unaweza kupata opportunity. Kuna small scale, naamini kuna watu ambao wako small scale wanapata hela nyingi kuliko mtu ambaye yuko large scale. I feel like people just need to speak out. I feel like such podcasts kama hizi tunazofanya, it's good especially kwa wanachuo wakiweza kuzisikiliza wanapata exposure, yani kwamba anajua nikimaliza I have this. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri zaidi. Yeah. So nadhani sasa hivi kitu kikubwa ambacho kinatengeneza mgusano, contact kati ya wanafunzi ambao wanasomea hizi kozi pamoja na watu ambao wanafanya kazi kwenye hizi industry ni kwenye practical training, ile field ambapo wanafunzi wanaenda for miezi miwili. Yeah, ni miezi miwili. Lakini nyingi zake utakuta mtu ameenda mgodini aidha mkubwa, wachache utakuta ameenda migodi midogo sana sana kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Halafu unakuta wengine wanaenda maabara za hii uchenjuaji na nini. Lakini hamna watu wanakuja kwenye supply, or at least kwenye kampuni ambazo sisi tunafanyia kazi, sidhani kama kuna wanafunzi wanakuja kwa ajili ya kupractice technical, upande wa technical sales, upande wa process. So unadhani namna gani bora ambapo vyuo vikuu vinaweza vika translate hiki tunachozungumzia exposure kwa upande wa hivi vitu vingine ambavyo sio migodi? Okay. Nesi, utanikumbusha. Nakumbuka tulikuwa tunasoma ambalo litakiwa lilete experts. Yes, I don't think nakumbuka, ila nakumbuka kwenye mine development walikuja wachache. Yeah, okay, I would say sijui tutaikaje, ila kuna jinsi bado tunaongea na walimu ambapo wapo chuo. Tukiweza kupata jinsi ya kuongea nao, kukaa kuna program au somo ambalo lina invite kama metallurgy, mimi kama metallurgy la niko metallurgy mgodi mkubwa, niko metallurgy small scale, niko metallurgy, kwa hiyo inasaidia especially wale watu ambao wako mwaka wa mwisho kupata opportunity. Nakumbuka wakati tuko mwaka wa mwisho, mwaka wa 4, tulikuwa na career fair. Yes, ilikuwa ni mwaka wa mwisho School of Mines and Geoscience. Tulikuwa na career fair, lakini kama sikosei, mgeni mmoja alitoka auditing, mgeni mwingine alitoka TPDC. Hatukuwa na mgeni yote kutoka mgodini au our supply companies. Alafu wengine walikuwa kutoka pale pale chuoni. Do you think hii ni opportunity nzuri ya kutengeneza contact? Na hisi yani kwenye career fair kuna jinsi ambayo sasa hivi inabidi wewe push kwenye both side, kwa walimu wetu na sisi wenyewe. Maana I feel like hata walimu akisuggest kama sisi we are not open kwenda itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo yani kitafutwa jinsi ambayo career fair ikawezekana kama kwenye kila course akapatikana kila mtu anayefanya either ni yo professional au moja inakuwa ni nzuri kwa watu exposure. Maana sasa ingine tutasema kampuni tunazozifanya walete PT. It might be tricky, maana hiyo sio decision yetu sisi kumake. Unaweza kutoa kama suggestion kwamba tunaweza kuhost PT, ila hiyo ita depend na uongozi wa kampuni tunazozifanya. Ila naona kwa vyo kama vyo ni rahisi kuinvite kwamba namjua Louis anafanya OEM fulani, namjua Faida anafanya OEM fulani, namjua huyu anafanya large scale, namjua huyu anafanya small scale. Kwa hiyo kutoa ile exposure kwa watu ambao nao wanasoma the same, na hisi itatoa mwanga zaidi kwa wanafunzi. Watu wengi ambao nimekutana nao waliopita small scale, kuna stories ambazo kuna memories ambazo wanazibeba kutoka kwenye small scale. Unaweza ukatuelezea kitu ambacho unakikumbuka mpaka leo, experience ambayo imekukuta? Okay. Kwa small scale nahisi kwa mimi kitu ambacho nakumbuka ambacho I'm very proud kwa small scale, niliweza convince marafiki zangu, tukatafuta hela, tukainvest, tukaanza kununua mchanga, tukaanza kununua marudio, tukakodi plant, tukachenjua, alafu tukaenda tukauza.
Yeah, na tulifanya kama mara 6. Kwa kipindi kile najua ilikuwa ni ngumu kutafuta zile hela. Marafiki zangu waliweza kupata zile hela na tukafanya. Na hiyo ndio hapo nikasema kwenye small scale siwezi kusema hata nikirudisha muda nita skip ile. Mimi sidhani kama nilikuwa na confidence ya kufanya biashara. Okay. Yani sidhani ingawa wazazi wangu wanafanya biashara, nilikuwa sijawahi kujiona mimi kwenye biashara. Ila small scale ilifanya kuona kila kitu ni opportunity. Maana ni kama ninavyosema small scale haikubani, inakupa muda wa kuona vitu. Kwa hiyo unaweza kufanya kazi kwa watu 5, kwa watu 10. Kwa hiyo ilikuwa kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi kwa watu 3. Bado nikimaliza hapo naenda kutafuta masenga kwa ajili yetu sisi, maana ilikuwa hiyo ni project ya marafiki zangu. Kwa hiyo naona niseme small scale inasaidia kupata ile akili ya kwamba kila unachokiona kuna naweza kukifanya. Kwa hiyo say hicho ni kipindi kwenye moments ambazo nasema ni small scale ilinijenga mimi Luis kama Luis. Ni kwamba niliweza kweli kuongea na marafiki zangu, wakatafuta hela, tukaanza kununua masenga na sisi kwa mabosi kama mabosi wenyewe. It's nice kushika baeno ya kwanza kwamba hizo kama sio kazi nilikuwa nafanyia mtu, ni kazi nilofanya kama mkemia, ila ilikuwa ni kazi ya mimi na marafiki zangu. Sawa. Umeongelea swala ambalo nilitaka tuliaddress mara moja. Kutoka kwenye episode ya kwanza sana nadhani, baada ya kupost tumepata watu wengi sana wamekuwa wakiulizia nikitaka kuwekeza kwenye biashara ya madini na wekezaje. Sasa uzuri wewe umeshawahi kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo unaelewa changamoto, unaelewa opportunities ambazo zipo. Kama mimi nimekuja kwako nakwambia labda nina mtaji au labda nataka ni source mtaji kutoka mahali fulani nifanye biashara ya madini, ungenishaurije kitaalam pamoja na kiexperience kama mfanya biashara ambaye umeshawahi kufanya hiyo biashara? Okay, I would say kwenye madini wengi tunajua tu mtu kuinvest kwenye madini ni yeye mwenyewe anunue achenjue. Ila kwenye madini kuna sehemu nyingi sana unaweza uinvest. Unaweza uinvest yani kwenye madini mtafuta mtu mwenye lab ukamwambia labda nakupa mtaji wa kuexpand lab yako. Kwa hiyo maana yake umeinvest tu kwenye lab, yeye atakuwa watu wanaleta sample, labda utasaidia labda urahisishaji, labda mtachukua pikipiki itakuwa inaenda kuchukua sample inapeleka kwenye, kwa unaweza uinvest tu kwenye lab. Unaweza kama hivyo invest. Sasa pia nitakuuliza niyo hela madini tunavyojua nini unapata unakosa. Kwa hiyo inabidi ujue hiyo hela yako ikipotea utajisikiaje, utaweza kuishi bila nayo. Maana sisi ndio tulifanya, mimi na marafiki zangu tulipata mara 1 mara 2 mara 3 ila mara 4 tulikosa. Kwa kipindi kile siwezi kusema labda ilikuwa sio yani ilikuwa kuinvest kwenye madini ilikuwa sio kitu kizuri, ila ni kitu kizuri kitufundisha kitu. Kwa itategemea wewe hela yako unaitakaje. Kuna watu siku hizi wanatoa nashinda kupata Kiswahili, wanatoa technical support kwa wachimbaji. Kwa hiyo unaweza kuinvest tu kwa wale watu wa technical support, labda mkaset ofisi, mka make sure mnafikiria wachimbaji wadogo, au ukaenda kwa mtu anauza madawa au anauza vifaa ukaeka hela. Kwa hiyo kwenye madini kuna sehemu nyingi. Kwa hiyo lazima tukae chini yani tuulizane maswali personal kwamba hii hela ikienda inakuaje, yani lazima ujue hela yako yani unaitoaje. Kwa hiyo kama uko risk appetite yako ni kubwa, unaweza kuinvest moja kwa moja kwenye madini, ukatafuta mtu mwenye duara ukamshika mkono mkatoa wote nini then hapo ndo ukapata faida. Au kama unaona hautaki kwenda direct kabisa kwenye madini, kuna so many branches out of madini. Unaweza uinvest kwenye lab, uinvest kwa watu wanaouza vitu, uinvest kwa watu wanaotoa elimu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana kwenye madini ya kuinvest. Nimekumbuka kuna mtu nilikuwa naongea naye siku chache zilizopita, alikuwa ananiuliza hilo swali pia. Kwa hiyo nimepata majibu, nitaenda kumpelekea. Lakini yeye aliniuliza akiwa anawaza kuchukua mkopo kwenye taasisi ya kifedha kwa ajili ya kwenda kufanya biashara ya madini. Bahati mbaya sio mtu ambaye ameshawahi kufanya hii biashara. Unadhani, na sasa hivi na taasisi nyingi sana za pesa zinatoa mikopo kwa wachimbaji, unadhani wanatoa elimu ya kutosha kwa watu wanaowapa mikopo, ama ni basi tu wanatoa hela akitegemea kwamba atarudishiwa? Okay, I would say elimu. So okay, kwa mimi ninavyoona sasa elimu ni ya kujitafutia. Yani watu wengi yani ni mradi amekupa mkopo ni amekupa, utajua na urudishaje. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuchukua ile initiative kwamba nataka niende kwenye madini nijifunze kwanza. Maana hamna mtu ambaye anapenda kuweka hela yake ipotee. Na kuto kuweka hela yako ipotee. Kwa hiyo chochote unachotaka kuweka hela zako lazima ukae chini ujifunze ndo uweke hela. Labda kwa mimi na uchaga wangu lazima nijifunze kabla sijaweka hela. Kwa hiyo say elimu
mwengi ukienda faida una credentials za kukupa hela, mimi nitakupa hela, sio nataka unirudishie na interest yangu. Sawa. Wewe ndo uchukue jitihada za kwamba mimi nataka ni invest kwenye madini. Lazima usome madini hii inakuaje, natakiwa ili ni invest kwenye madini nijue nini, nipime nini. Kwa hiyo ndo maana nasema ni vizuri kuongea na watu ambao washafanya, kuongea na watu ambao yani wana technicality on that, ili wakupe kwamba labda kwenye madini make sure umechukua sample, umeangalia grade, make sure umeangalia tani ziko wapi, make sure ufanye mahesabu kwamba unavyoinvest hizi tani ndio nini lako kweli. Maana unaweza ushangae unampa mtu milioni 100 anakupa mchanga wa milioni 2, unafanyaje? Unapanda pressure. Yeah, kwa hiyo yani lazima ujifunze kabla haujaweka hela yako kwenye kitu chochote. Sawa, umeongelea kuhusu kujifunza. Nimekumbuka kwamba wewe ni mtu ambaye unajifunza na una practice uwekezaji. Unadhani ni kitu ambacho ni common kwa watu ambao wapo kwenye tasnia yetu, elimu ya uwekezaji, au umeshaikutana na watu ambao wanafanya tayari uwekezaji wa kifedha ukiachana na uwekezaji kwenye tasnia ya madini? Okay, I would say kwenye elimu ya uwekezaji kwa small scale ni ndogo sana. Ni small scale mtu anaamini kwamba nimefanya labda nimehila, nimepata milioni 60, nirudishe labda nitatumia milioni 10, milioni 50 nitairudisha tena kwenye shimo. Ila kujiwekea kwamba nini, naona ni wachache sana. Okay. Kwa large scale nilikutana na some of watu nilikuwa nafanya nao kazi, ila kikubwa sana tulikuwa tunajua UTT. Maana large scale nyingi wanakupa mkopo bila interest, alafu unaurudisha kidogo kidogo. Kwa hiyo unakuta mtu anatoa mkopo wake ile January anaweka kwenye UTT, alafu anaanza kukatwa kidogo kidogo. Kwa hiyo zile percent 12 13 zinakuwa ndo hivyo, yani inakuwa kama ndo interest yake hiyo, kama hataki kufanya biashara. Wengine watachukua atafanya biashara. Ila uwekezaji pia kwa kujifunza, nimekuja kujua uwekezaji. Nashukuru Mungu kwamba mwalimu wangu ni mwalimu Ignite My Spark. Ndio uwekezaji uko very wide. Tunajifunza hisa, tunajifunza hatifungani. Naona elimu sasa hivi kidogo ipo kwa mtu anaitafuta, ila kama hauitafuti na haupo na group la watu ambao wako interested, nashukuru Mungu marafiki zangu wote tuko interested kwenye hiyo path, ndio maana tumejua. Ila kama hauko interested na hiyo path, inaweza ikupite bila kujua. Tangu nadhani episode ya kwanza pamoja na ya pili pamoja na wewe pia, naona kuna kitu kimoja in common. Elimu ya uwekezaji haifiki kwa wachimbaji wadogo au kwa wafanyabiashara wadogo kwenye sekta ya madini. Lakini sielewi changamoto iko wapi. So unaweza ukashare kwa upande wako, unahisi changamoto iko wapi? Nini kinasababisha elimu zisifike zinapotakiwa kufika? Yeah, I would not say, siwezi kusema kwamba elimu haifiki. Ni maana wako wapi? Instagram, wako YouTube, ambao ni vitu ambavyo wachimbaji wadogo wanatumia, ila ni kuamini kwamba kweli hichi ni ukweli au hichi ni uongo, hapa nitapoteza hela. Ni ile na wao yani ni ile niseme sijui ni kuchukua hatua na wao kwamba nimeona hichi, labda nimeona kitu kwenye hisa niko interested, ni kumtafuta, labda nimeona Ignite My Spark, amtafute Hilda, nimeona hichi kwenye hisa. Najua Hilda ana community, Hilda anafanya personal financial goals kama una nini. Kwa hiyo I would not say elimu haifiki, ila naona kuna ugumu kwa wachimbaji wadogo kuchukua initiative ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo ni swala la mtazamo zaidi ya kwamba elimu inafika. Ni swala la mtazamo kwamba unaona huyu alihila akaeka kahila tena. Kwa hiyo unategemea nitahila nikahila tena, hujui kwamba madini is very volatile. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kama nimehila milioni 60, jamani nijilipe kwanza ile milioni 10, niweke chochote kitachotokea, najua hii nitaweza kula na familia yangu, afu nyingine nirudishe kwenye biashara. Hatukatai kwamba ni hatukusema investment, atuseme kwamba tu ukiinvest expand biashara, usifanye biashara. Kila kimoja kina play role yake, yani ni jinsi ya kujua kubalance between the two, naona inakuwa ni shida. Okay. Yeah. Sawa. So kwenye kuongelee wewe sasa, tuachane na swala la uchimbaji na nini zaidi ya process engineer. Tunajua, nafahamu personally unapenda sana kufanya vitu vinavyohusiana na wellness ya watu. Unaweza kutuambia kuhusu your initiative, kitu ambacho unafanya nje ya kazi 9 to 5? Okay. Nje ya process engineer, I host events. I know ni tofauti na nachokifanya, ila na enjoy kuhost event. Na so far niko Mwanza, nipo relocated kwa ajili ya kazi yangu, nipo Mwanza. Au say Mwanza tu hatuna vitu vingi sana vya kufanya kwa nje. Kwa hiyo naona ni vizuri Mwanza ni city ambayo ni nzuri na iko tulivu sana. Kwa hiyo nikaona
kama yoga kufanya nje itakuwa ni vizuri, watu tu wawe nje, na pia kukutana watu wanafanya nini sehemu tofauti tofauti, maana watu wengi Mwanza ni wengi tumehamia. Kwa hiyo pia ni sehemu ya kuinteract na watu na kupata marafiki au kupata new kwao. Tunafanya yoga, tunafanya outdoor movie night, tumeanza kufanya aerobics kama Zumba class outside. Kwa hiyo say it's more of a connection outside work. There is 9 to 5 but you also have to think about yourself here. Okay, nimependa thinking about yourself kwa sababu swali nilokuwa linafuata ni kwamba events zako nyingi, events za outdoors nyingi zimefocus kwenye utulivu kama yoga, it's a relaxing activity. Pia movies it's a relaxing activity. Aerobics zote zina focus kwenye kusaidia kurelax. Unadhani kwa engineers umuhimu wa kurelax uko wapi as an engineer? As an engineer, okay, say kazi zetu kind of ni demanding kwa site. Yeah, you can say that 2 times. Yeah. Ni kwa site ni demanding, na pia kuna jinsi engineer kama unafanya kazi site haufanyi tu kwenye laptop na umekaa kwenye you need to be fit. Ngazi za CIL sio fupi jamani. Kwa kibongo kwenda kuchukua sample ya cycle ni ngumu. Kwa hiyo you need to be fit. Kwa hiyo say relaxing out of kazi yetu za hapa. Relaxing pia inakupa muda wewe kama wewe to settle down with your thoughts na kujifikiria. Kwa hiyo say I would say mara nyingi nafanya mara moja kwa mwezi, ila tunategemea kwamba nafanya mara moja kwa mwezi unasemaje kama kufacilitate kwamba na wewe ufanye kidogo kidogo. Okay. Kwa hiyo yani ile mara moja kwa mwezi itakusaidia na wewe upende kufanya mazoezi kidogo ambayo itakusaidia kuwa fit na utaenjoy kazi yako zaidi. Naamini mtu ambaye anapanda ngazi ya CIL ya hemi anafurahia kuliko mtu anayepanda alafu akifika juu yuko hoi. Ukiwaza umeacha kitu chini alafu upande tena unakuwa umechoka zaidi. Kwa hiyo say inakusaidia ni outdoors, yani the whole picture outdoors ni kwamba ndio tunafanya mara moja, ila tunategemea ile mara moja ikufanye yani ukifanya yoga mara moja una enjoy. Kwa hiyo utaenda YouTube utafanya labda 30 minutes. Kwa hiyo inakupa ile tabia ya kufanya mazoezi ambayo yatakusaidia kwenye kazi yako na yatakusaidia kwenye maisha ya kama engineer. Okay, kwenye kazi zetu tunafanya na wahandisi wengi, lakini ni wachache ambao nimewakuta wakiwa wana explore interests zao nje ya kazi. How did you get to a point ambapo uliamua kuanzisha outdoors mpaka umeanzisha mpaka sasa hivi outdoors ni kitu kinachojulikana? Okay, I feel like I like outdoors. I like hiking, I like everything. I feel like maybe ni personality yangu sijui, yani nje ya kazi napenda kufanya kitu ambacho relate kabisa na kazi. Yani hiyo ndio jinsi yangu ya mimi nisichukie kazi. Maana nahisi kama nikifanya kazi alafu side yangu ikawa ya kazi, yani nikifika kazini sitataka kuona kazi. Kwa hiyo napenda yani ikiwa nje ya kazi nifanye kitu ambacho hakihusiani kabisa na kazi. I feel like hicho kinanifanya mimi nipende kazi yangu. Sawa, tunashukuru sana Lois kuhost. Tunashukuru kwa kutenga muda kwa ajili ya kuja kufanya Ignite My Spark. Najua tumeongea vingi sana. I hope wanafunzi pamoja na vijana wengi wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwako, hata wahandisi ambao wapo kazini. Hopefully in the future tutakuja tena kukaa, tutaongelea vitu vingine zaidi. Hii ilikuwa ni a very interesting conversation. So tunashukuru sana Lois. Guys, karibuni sana kwenye episodes zinazofuata. Tunashukuru kuwa na sisi leo. Bye mpaka wakati mwingine.